Mimi naitwa Peter G. Gelopta, dereva wa gari T611 BPB kutoka Karatu huko Angola. Jamani, tumepata changamoto kwenye korongo hili. Korongo hili ni hatari sana. Nimebeba gari pamoja na mazao ya mteja ambaye anaenda kufanya biashara huko Ngaranaibo. Hivyo tuna hasara ya mahindi pamoja na vitu vilivyoko mbele ya gari, nguo pamoja na hata maleseni hatuna. Kwa hili naomba serikali iangalie uzito wa hili changamoto. Pia na hatujadhurika, hakuna aliyebebwa na maji, lakini tumepata hasara ya mazao pamoja na vitu vingine ambavyo viko mbele ya gari. Hakuna kingine. Tuna changamoto la hii korongo, namna ya kufanya biashara kwenye korongo ni ngumu. Kwa sababu mimi leo na siku ya 3 napambana na hii korongo. Serikali naomba waiangalie hii korongo kwa undani zaidi. Gari hili limezuiliwa na mchanga. Baada ya mchanga likaja maji yakafunika magari nzima. Baadaye tukachimba, tunamaliza kuchimba, mchanga unazidi kubebwa na maji yakaongezeka zaidi mpaka hatua ilivyofikia kuibeba na kuitupa huko. Kwa majina naitwa Habibu Jumanne. Mimi ni mfanyabiashara, nilikuwa natoka kodisha gari kutoka Mangola kuja maeneo ya Ngaranaibo. Nilikuwa nimepakia kiasi cha gunia 100. Kufika katika korongo hili tulikuta hakuna maji. Wakati tunavuka kulikuwa kuna mchanga. Kwa hiyo wakati tunakaribia kumaliza korongo hili, mchanga ikawa imezidi gari, ikawa imeshindwa kuvuka. Baada ya muda mfupi tukawa tunapambana kwa ajili ya kutengenezea gari kwenye sehemu ambayo imekwama ili tuweze kutoa gari. Changamoto ikatokea, kwa uwezo wa Mungu akaleta mvua hapo ikawa inatunyeshea. Wakati tunaendelea kuhangaika hivyo kidogo, korongo likaleta maji kutoka mlimani ambapo maji ya mvua ilikuwa imenyesha sana. Kwa hivyo kilichotokea hapo mwisho yote maji yakawa mengi, tukashindwa kutoa gari. Kwa tunahangaika, tukaleta trekta ya kwanza, kashindwa. Trekta ya pili zikaja 2, zikajitahidi kuvuta gari, ikashindikana. Mwisho yote maji yakaendelea kuwepo mengi. Siku ya pili ambayo siku ya Jumamosi ndio tulipata hii tatizo, siku ya saa 8 mchana. Kwa hivyo ilipofika jioni tukawa tumepambana, tulipopambana tukapata trekta kwa ajili ya kuvuta, ikashindikana, maji yanaendelea kuwa mengi. Kwa hiyo mpaka mwisho wake siku ya Jumatatu jana ndio gari saa 8 mchana ikachukuliwa na maji yaliyokuja kuwa ni mengi zaidi, yakabeba pamoja na gari iliyofuata nyuma yake. Kwa sasa hivi tunavyoongelea hapa ni gari 2 ambazo zimeangushwa na maji haya kwenye korongo hili. Kwa hivyo tumepoteza mali kama unavyoona, kama walivyotangulia wenzangu, mali imekwenda kiasi cha gunia 100. Kwa hiyo tunachokiomba, mimi kama mfanyabiashara nachokiomba serikali iangalie hili korongo kwa jicho la pili, kwa sababu ni korongo la hatari sana. Ni korongo ambalo mvua ikinyesha ina maana inakata mawasiliano baina ya upande wa kwanza na upande wa pili. Kwa hiyo hakuna chochote kinaweza kuendelea na watu kuendelea kupoteza mali zao, na ninavyosikia kuna gari ambayo ilishapita kwenye korongo hii kabebwa na noa. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba ni sehemu hatari sana. Serikali itupie macho korongo hili kwa kuweza kuitengeneza ili wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wasipate matatizo ya maji haya, maana ni hatari sana. Kwa majina ninaitwa Nembri Salash Laiza, mwananchi wa Ngaranaibo. Saa 8 mchana magari yalikuwa yamekuja kutoka Longido, wanakuja Ngaranaibo kwa ajili ya kuja kutafuta riziki za watoto wao ili waje sokoni la Ngaranaibo. Mvua kubwa ikanyesha, kuna korongo ambayo ndio tunavuka, uweze ukavukia mtaani mahali ambaye soko ilipo. Magari yalipoingia korongoni, mvua kubwa ikanyesha, gari likachukuliwa lenye gunia 100 na ngapi? 100 tu, ilikuwa na gunia 100. Gari likachukuliwa na maji, kila magari dunia zikachukuliwa na maji. Ndio gari hii hapa nimeiona yenyewe imeshuhudia inalala, imeshindwa kutolewa mpaka leo.
Kwa hiyo tunawaomba jamani, muwasaidie wale watu, maana watu wenyewe ni walichukua mikopo kwenda kununulia hizo mahindi, wakakodisha gari sio ya kwao, na ndio hii hapa mlikuja kuiona, hatujui kama itatoka au haitoki. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muwasaidie. Walikuwa hapa kuanzia Jumamosi saa 8 mchana hadi leo hii, mpaka wakaamua kukimbia kuacha gari yenyewe ndio hizi hapa zinachukuliwa na maji. Nimekuja hapa, niko na kamati ya usalama ya wilaya, akiwepo katibu tawala wa wilaya yetu ya Longido, lakini OCD, DSO, kwa idara ya uhamiaji na wengine wote ninao hapa, baada ya kusikia tatizo hili ambalo maji yalikuja kwa kasi, na nyewe mlikuwa kwenye utafutaji na mlikuwa mnakwenda kwenye mnada wetu ambao ni kila Jumatatu, na kama ambavyo inaonekana hapa, wako mama zangu wafanyabiashara walikuwa na mizigo yao kwenye hizi fuso zote mbili, lakini bado kulikuwa na noa hapa, na bahati mbaya sana yale maji yalipokuja kwa kasi na tahadhari ya mkichukua mkiamini maji yalikuwa ni kidogo, lakini mjue ofisi ya mkuu wa wilaya na watumishi wote na wananchi kwa ujumla wanaungana na nyinyi kuwapeni pole kilichojitokeza, na hasa hawa wafanyabiashara wa mama ambao wana mikopo midogo midogo, lakini wana pesa wameshachukua mahali, wanatakiwa warudishe marejesho, lakini walikaa kwenye magari kwenda kuuza wakiamini wanapata pesa ili warudishe mikopo, lakini waendelee na maisha yao. Sasa sisi tumekuja hapa pia kuja kuwapeni pole hiyo, kuanzia hawa kina mama na wengine ambao wamekuwa na biashara hizi, lakini na nyie wote ambao baada ya kupata hili tatizo mliungana kwa pamoja kuja kuhakikisha mnatoa haya magari yote. Na sisi sasa tuko hapa, na mtendaji alinieleza kwamba mmepata trekta linaweza kusaidia hapa, na mimi nimekuja nijionee. Tuko na meneja wa TARURA na timu ambao nimeizungumza hapa. Kama trekta haitaweza, tuagize gari. Tunao sisi gari hapo Longido ya kuweza kuvuta hizi gari zote na zikatoka sasa hivi. Kwa hiyo tujaribu kama inaweza kutoa, kama haitoi natoa maelekezo, gari itakuja kuzitoa hapa sasa hivi ili zitoke, muendelee na shughuli zingine, kwa sababu hali ya hewa pia ni msimu wa mvua, sio rafiki. Unaweza mkaa mnatoa, lakini dakika 10 ni nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Mvua ikashuka tena tukarudi kule kule. Kwa hiyo vijana wote wa Engaranaibu, kwa namna ambavyo mmejitoa kuja kulinda mali ya hawa watu wangu, lakini kuja kuungana na madereva hawa pamoja na wengine wote waliopata kadhia hapa, mimi niendelee tu kuwapa pole, lakini kuwapongeza wananchi wa Engaranaibu. Mkipata jambo la pamoja, mnaungana kwa pamoja,